Gonwar na maeneo tofauti. Lakini ni mchezaji mwenye kipaji. Okay. Jana mwenye umri wa miaka 20, bwana mdogo kabisa. Ana uwezo mkubwa sana. Tumemshuhudia kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwenye kundi moja na Yanga, uliona balaa lake. Kundi la Yanga, kundi la MC Alger, kundi la TP Mazembe Mazembe. Uliona balaa lake. Alikuwa anapata nafasi ya kutokea kipindi cha pili na alikuwa anaonyesha uwezo. Ni winga ambaye anapenda zaidi kuingia, kukati in. Lakini pia kuna wakati unaweza kumtumia kama namba 9 na akakuofa pia. Anapenda kupiga nje ya 18. Ana hatari hasa akiwa anaingia kwenye box la mpinzani, Gonwar na maeneo tofauti. Lakini ni mchezaji mwenye kipaji. Okay. Jana mwenye umri wa miaka 20, bwana mdogo kabisa. Ana uwezo mkubwa sana. Tumemshuhudia kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwenye kundi moja na Yanga, uliona balaa lake. Kundi la Yanga, kundi la MC Alger, kundi la TP Mazembe. Uliona balaa lake. Alikuwa anapata nafasi ya kutokea kipindi cha pili na alikuwa anaonyesha uwezo. Ni winga ambaye anapenda zaidi kuingia, kukati in. Lakini pia kuna wakati unaweza kumtumia kama namba 9 na akakuofa pia. Anapenda kupiga nje ya 18. Ana hatari hasa akiwa anaingia kwenye box la mpinzani. King Devi, uko vizuri? Sana. Fridge Bovu lipo la kutosha? Sana. Bana, tumekufuata baada ya kusikia taarifa ni nyingi kwenye klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, dirisha kubwa la usajili. Tujuze bila kupoteza muda, kunani na mambo yanasemaje ndani ya klabu hiyo kwenye dirisha kubwa la usajili? Bana, Simba wana wachezaji wengi ambao wanahusishwa. Lakini kwa sasa leo nataka nikupe mmoja. Okay. Nikupe mmoja au wawili? Nipe wawili bwana. Wawili. Basi naanza na mmoja. Mmoja kwanza ni of course kutoka Al Hilal Omdurman. Okay. Najua Al Hilal wachezaji wengi wanataka kuondoka pale. Lakini hata kocha pia Florence Ibenge naye anaondoka pale kwa sababu amebakiza siku 10 kusalia kwenye kikosi cha timu ya Al Hilal Omdurman. Mkataba wake unaenda kuisha. Kwa hiyo Florence Ibenge alikuwepo hapa mjini na wamefanya vikao na Azam FC na as soon as possible ataenda kutangazwa kuwa kocha mkuu wa Azam FC. Okay. Flore Ibenge. Ndio Jean Florence Ibenge. Sasa on top of that, ukiachana Ibenge, wachezaji ambao wengi hawatamani kubaki Al Hilal Omdurman pamoja na Jean Claude Girimugisha. Jean Claude Girimugisha ni raia wa Burundi, bwa mdogo huyu ambaye amecheza timu ya taifa Burundi lakini pia amecheza timu za vijana before. Hajaenda kwa kwenye timu kubwa. Amepita Vita amecheza maeneo tofauti, amecheza Gonwar na maeneo tofauti. Lakini ni mchezaji mwenye kipaji. Okay. Jana mwenye umri wa miaka 20, bwana mdogo kabisa. Ana uwezo mkubwa sana. Tumemshuhudia kwenye michuano ya CAF Champions League. Kwenye kundi moja na Yanga, uliona balaa lake. Kundi la Yanga, kundi la MC Alger, kundi la TP Mazembe. Uliona balaa lake. Alikuwa anapata nafasi ya kutokea kipindi cha pili na alikuwa anaonyesha uwezo. Ni winga ambaye anapenda zaidi kuingia, kukati in. Lakini pia kuna wakati unaweza kumtumia kama namba 9 na akakuofa pia. Anapenda kupiga nje ya 18. Ana hatari hasa akiwa anaingia kwenye box la mpinzani. Yuko more flexible. Kwa hiyo Simba ameanza mazungumzo naye. Kwanza Yanga ndio waliotuma ofa ya kwanza, Yanga Afrika. Yanga walikuwa wa kwanza kufungua mazungumzo na Jean Claude Girimugisha kupitia kwa viongozi wake, kwa maana management ya Girimugisha. Lakini pesa ambayo Yanga walitajiwa hawakurudi hadi leo. Okay. Akume Yanga hawakurudi kabisa. Hawakurudi tena baada ya kutajwa fedha. Okay. Yanga sasa hivi hataki kutumia pesa hataki kutumia sana pesa. Sababu ukiangalia engineer anaingia kwenye uchaguzi, mambo ni mengi. Sasa hivi Yanga wao bajeti yao hataki kutumia bajeti kubwa sana kwenye usajili. Okay. Ukitaka kujua hilo utakuja kesho kukupa list ya wachezaji wanaoenda Yanga. Ndio nakupa. Okay. Sawa, nitaifuata hiyo. Wanawapakua. Yaani wanaenda kuwapakua. Inasemekana wanachukua wachezaji wao walihifadhi. Kwa hiyo ndio hivyo. Wote utaelewa sasa. Na sio kwamba wanachukua wachezaji wabaya, wanachukua top players kuliko walihifadhi. Kwa hiyo hawataka kutumia pesa nyingi. Wao walipopewa tu hiyo ya Girimugisha hawakurudi. Simba walipopewa ofa wakarudi mara ya pili. Mpaka sasa hivi Simba ndio wako katika mazungumzo mazuri na agent wa Jean Claude Girimugisha. Ndio ofa yake inagonga bilioni 1 unajua. Lakini Simba wanasema wako tayari kupeleka milioni 800 pale. Alafu nyingine watapeleka kidogo. Kwa hiyo mchezaji mimi nilikuwa nazungumza na wakala wake, alikuwa hapa mjini. Na wiki ijayo pia ataingia. Ndio. Akaniambia mimi nakumegea tu. Huyu mchezaji mwenyewe anaitaka Simba. Jean Claude Girimugisha anataka Simba kutokana na project zao na Fadlu Davis anamhitaji sababu umri wake. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji ataenda kuongezea kitu kwenye michuano ya kimataifa. Lakini ni kijana mdogo lakini talented, alafu ni experienced player. Kwa hiyo
utaona namna ambavyo Simba wanamnyatia, na pia wamepeleka project mezani kwamba wanataka wampe mkataba mkubwa wa miaka 4. Miaka 4. Okay. Miaka 4 ndani yake ambapo kuna kipengele cha kuuzwa endapo kuna timu itakuja ikiwa too serious, kwa sababu Simba anashiriki michuano ya kimataifa na sasa hivi ukiangalia kwenye ranki wako nafasi ya 5. Kwa hiyo wamepanda. Na kingine, kwa nini wachezaji wanakimbia hawataki kubaki Al Hilal Omdurman kwa sasa? Sababu kwanza hawapati ile atmosphere ya mashabiki halisi. Okay. Ligi Sudan kule kuna heka. Hali ya usalama sio mzuri. Kwa hiyo wameenda Mauritania. Kule Mauritania wamepata mashabiki ambao sio kwao, lakini pia hata uwanja wa Wajazi hawana yale mapenzi yale kwa wachezaji wao. Lakini pia ukiangalia ligi pia ya Mauritania haina ushindani, alafu hazionyeshwi pia. Yes. Kwa hiyo wachezaji kama kina Jean Claude Gilimugisha hawaonekani, unakuja kuwaona kwenye CAF Champions League ambapo ndio michuano inaonyeshwa. Kwa hiyo that's one of the factors ambazo wachezaji wanataka kukimbia pale. Leo Sijipo yuko Singida. Kwa nini yuko Singida? Kwa sababu pia ligi ya kule Mauritania haina mvuto, haionyeshi, pia haina ushindani. Okay. Watu wameshinda, wamechukua ubingwa, wameenda tu pale msimu mmoja. Haya, anaenda pale Simba kwa sababu gani? Kwa sababu anajua ataonekana. Lakini Simba inamgarantii zaidi kufika mbali kwenye michuano ya kimataifa, kufika robo finali as usual, imeshakuwa common sasa. Kufika nusu finali na finali pia wamefika. Kwa hiyo anajua kwamba anapocheza Simba yeye Jean Claude Gilimugisha atajitangaza na ataenda mbali zaidi, tofauti na kule ambako yuko mafichoni. Sawa, analipwa mshahara mkubwa na mambo kama hayo. Lakini je, ataonekana vipi? Na pale ndani ya Simba wako tayari kumpa milioni 35 hadi 40. Wapo tayari kwa mwezi. Mshahara huo. Okay. Sababu kama Faisal wamesema 50 ipo, wai Gilimugisha washindo. Haki kwangu mimi ukiniambia major signing kwa Simba kwa dirisha kubwa, kama watasajili sana. Sababu kuna wachezaji wengi wanatajwa, si ndio? Alafu wakasajili sana, Jean Claude Gilimugisha inaweza kawa ndo major signing kwa Simba, kwa sababu ni talented player, mchezaji mwenye kiwango kikubwa sana, kipaji cha hali ya juu sana, na atawasaidia. Mwingine ni Issa Fofana wa Al Hilal Omdurman. Huyu goalkeeper huyu Rokia Ivory Coast, ana miaka 21. Naye anahusishwa na Simba kwa sababu anaenda kumaliza mkataba wake Juni 30 ndani ya Al Hilal Omdurman. Na kwa vitu vizito kile chuma kinatakiwa kiende pale Simba mara baada ya mvutano. Baadhi ya viongozi hawamtaki Kamara, viongozi wengine wanamtaka Kamara. Wanataka muache, unajua. Walimpa mkataba mwaka mmoja. Sababu Ayub lakini aliumia. Ndio sababu za kutaka kuachwa Musa Pipin Kamara ni zipi? Ni ego. Jeuri. Maelewano baina yake na benchi la ufundi. Maana hata akishauriwa ashauriki. Kwa maana mimi tayari nimeshafika. Na yote nini wajua, kwa sababu alipofika mara ya kwanza mwanzoni tu pale akawaka. Akaonyesha ubora wake na akaweka watu benchi. Kwa hiyo ina mafanikio na mchanganya. Lakini ni goalkeeper mzuri sana. Sasa Simba wanaangalia uwezekano wa kumbakisha Kamara. Nimeona jana jioni nimeambiwa Simba wamemwandalia mkataba miaka 2, wakiamini kwamba Kamara ukimwachia kwa sasa, hata ukimchukua huyo Issa Fofana kuja kuadopt ya mazingira na atmosphere, inaweza ikachukua muda tofauti na Kamara ambaye anadopt ya mazingira. Takiwa labda ni kukaa naye chini, kumshauri bana 1 2 3 4 5, nafikiri anaweza katulia. Lakini Simba bado wana plan kumpata Issa Fofana. Sasa utajiuliza, Kamara akitoka labda ndo aingie Issa Fofana, kwa sababu mimi sitaki kuamini kwamba viba Maua amepita ndo wachanganyikiwaga. Hujaacha kuchanganyikiwa. Sasa tunatazama tu lakini. Mashaallah. Kwa hiyo ndio Issa Fofana inategemea Kamara akitoka. Kamara akitoka Fofana ataingia. Ila Kamara huo mkataba ambao nasema ukiongezwa Fofana anaweza asiwe. Sasa hawezi kuwa na magolikipa wawili wa kigeni. Bwana, huo ndio usajili wa Simba. Lakini kama zote zitafanyika hizo kwa maana ya Fofana pamoja na Jean Gilimugisha, kwako ni usajili wa asilimia ngapi utawapatia Simba kati ya 1 ya 10? Sasa sajili ni nyingi sana. Na naweza nikasema asilimia katika 1 ya 10 naweza nikawapa 8 ya 10, kwa sababu watakuwa wamepata ile cream ya wachezaji ambayo inaweza kuwafikisha mbali sana kimataifa. Na msimu ujao Simba huenda ikafanya vizuri sana. Kwa sababu wakimpata huyo, kuna wachezaji wengine ambao nitakupa list yao kesho. Naona Simba anaweza kawa moja ya timu tishio katika michuano ya kimataifa, hasa kwa upande wa CAF Champions League. Bana, nini cha kumalizia Devi? Bana, cha kumalizia tu ni kwamba endelea kusubscribe, like, comment, share. Waambie watu bana, hapa ndani ya Kings Media. Ndo kwanza moto unawaka, sababu friji bovu sasa linaanza kutema madini. Friji lipo sasa hivi, alisafiri tena. Sisi hapa tunakiwasha. Sisafiri tena. Bwana, mimi nikushukuru kaka.